PCOS inaweza kukufanya ujione nje upo vizuri, yani hedhi unapata vizuri, ovulation inaweza kwa muda mwingine inatokea au ikawa inatokea japokuwa ni delayed, lakini kwenye kubeba tu ujauzito ikiendelea kuwa ndo struggle yako kubwa, ikiendelea kuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu PCOS huwa inaharibu utendaji kazi wa ovaries. Kiyo na maanisha mayai yanaweza kawa yanatoka kweli, yani inaruhusu ovaries zitoe mayai mengi, ila yale yanayotoka yanakuwa bado hayakomai vizuri. Kwa hiyo unaweza kujikuta utendaji kazi wa mfumo wako wa uzazi ute hisia dalili zote ukiwa ovulation unapata vizuri, ila bado kwenye struggle yako kubeba ujauzito ikiendelea kuwa ni changamoto. Gundua kama kweli una changamoto ya PCOS au hauna, hebu kafanye vipimo, lakini pia sikiliza ushauri unaopewa na daktari. Ila pia kama kuna matibabu unayofanya, hakikisha umemaliza dozi, kwa sababu kati ya kesi kubwa ni kwamba kuna baadhi ya wanawake ambao wanaanza matibabu haya hajayamaliza kwa sababu bado hajapata matokeo, anaachia nusu, ili hali akimaliza tu matibabu kuna uwezekano akajikuta amefanikiwa kwa haraka. Na ninasema hivi kwa sababu gani? Nipo naye katika safari ya kuitwa mama ambao huwa wanahitaji mwongozo na usimamizi wa programu zetu, huwa wananitumia ujumbe WhatsApp unaosema kwamba ninahitaji mwongozo. Au kama umesikiza video mpaka mwisho, hebu niwekee kwenye comment, ushakuwa na changamoto ya PCOS na ulifanyaje hadi ikaishi.